Na Yesu asifiwe, mtu uliyebarikiwa na Bwana. Nalitukuza jina la Yesu tena kwa sababu yeye ni mwema siku zote. Nami leo nimekuja nina ujumbe mfupi kwa ajili yako ambao inawezekana ni sababu ya wewe kutoka sehemu moja kwenda nyingine kiroho. Inawezekana pia ikakubadilisha mtazamo wako juu ya kile ambacho kiko ndani yako. Na hii hapa nataka tu nikwambie iko siri moja kubwa sana juu ya maombi ya usiku, ambayo yamekuwa ni maombi yenye upinzani kwa watu wengi, na watu wengi wamejikuta maombi haya hawezi kuyaomba. Lakini nini kinatokea, au ni siri gani iliyojificha kwenye maombi ya usiku wa manane? Usiku wa manane ni usiku ambao watu wanakuwa wengi katika hali ya usingizi, na wengine wanakuwa wamechoka, wanataka kupumzika. Lakini nataka nikwambie kwenye ulimwengu wa roho ndio sehemu nzuri zaidi ya kuweza kupigana vita vya kiroho, na ni sehemu nzuri zaidi ya kuweza kupeleka ajenda zako mbele za Mungu, na ni njia nzuri zaidi ambayo inaweza kukufanya kuweza kupambana na baadhi ya vitu kwenye ulimwengu wa roho. Roho ya mtu inakuwa dhaifu wakati anapokuwa amelala, na adui analitambua, na ndio maana huwa anatumia muda huo kuweza kuleta mashambulizi kwa watu, na mwisho wa siku mtu anajikuta ameingia kwenye vita. Hatima nyingi zinaharibiwa wakati wa usiku kwa sababu watu wengi wanakuwa wamelala. Kwa ukikuta mtu yeyote ambaye ana nguvu za kuweza kuomba usiku wa manane, mtu kama huyo ni mtu ambaye anafanya uharibifu mkubwa, au ni mtu ambaye anapigana vita vilivyo sana kwenye ulimwengu wa roho. Kwa sababu wakati wa usiku ndipo adui anapoamua kupanda uharibifu mwingi. Yesu Kristo akawa anatolea mfano juu ya juu ya mapando ambayo adui shetani alikuwa ameyapanda, kwamba mwalimu, tulikuwa tumepanda ngano lakini magugu yametoka wapi? Maana yake ni kwamba wakati alipokuwa amelala ndipo adui alipopanda uharibifu. Kwa hiyo hatima nyingi zinaharibiwa, kazi nyingi za watu zinaharibiwa, na mambo mengi yanaharibiwa wakati wa usiku, kwa sababu ni wakati ambao watu wengi wanakuwa wamechoka na hawezi kufanya. Na hii ndio siri ambayo wakuu wa anga na wakuu wa giza wakawa wamejua, kwamba wakati wao kufanya mashambulizi au wakati wao wa kufanya vita, wakaamua kufanya vita wakati wa usiku, kwa sababu wanajua wakati wa usiku watu wengi wanakuwa wamelala, ndipo hapo adui anaamua kupanda uharibifu wakati wa usiku. Nakupa mbinu hii mojawapo inaweza kukufanya kuweza kukusaidia kupambana na baadhi ya vita. Kwa ukiona vita yote imekuwa ni kubwa kwenye maisha yako, ukiona kuna vita fulani imeinuka juu ya maisha yako, usiombe maombi ya kawaida. Amka usiku wa manane, pambana na hizo vita. Kwenye malango kunakuwa na uharibifu mwingi unaachiliwa, na malango mengi yanatuma mashambulizi ndani ya miji wakati wa usiku, kwa sababu ni wakati ambao wale maaskari, mimi naweza sema ni askari au walinzi wengi wanakuwa wamelala, maana yake waombaji wengi wanakuwa wamelala. Lakini hatari tulionao kwenye ulimwengu wa saizi, kuna hatari moja ambayo ni kubwa, hasa kwenye swala la mitandao ya kijamii. Watu wengi, hasa waombaji wengi, tumewapoteza katika kundi hili. Wamejikuta badala wakati wa usiku kuomba, wamejikuta wanaingia kwenye mitandao. Mtu anaweza akakesha kwenye mitandao kuanzia saa 1 usiku mpaka saa 10 na akafika, lakini anapofika wakati wa kumtafakari Mungu inakuwa ni changamoto kwake. Ni nini kinachofanyika? Kwa maana yake adui ameachilia mbinu mpya. Hii inasema ni mbinu mpya ya kivita ambao watu wengi wametekwa na pasipo kujua. Anajikuta anakaa kwenye mtandao muda mrefu, lakini muda wa maombi unakuwa haupo. Anapanga ratiba za maombi hawezi kuyafanya, lakini anapokuwa mtandaoni anaweza akakaa hata kucha mpaka asubuhi yuko mtandaoni. Nakupa mbinu hii ili ujue kwamba shetani ameweza kufungua platform nyingine. Watu siku hizi hawalali muda wote, watu wako Facebook, wako Instagram, wako TikTok, muda wote mtu yuko online anafuatia mambo ya ajabu, na mwisho wa siku anajikuta ule muda ambao ameweka mipango yake ya kufanya maombi hawezi kufanikiwa tena. Kwa wakati wa usiku ndio tunaona malaika wa Bwana alishuka wakati Paulo na Sila walipokuwa gerezani, walipokuwa naomba na kuimba, ndipo malaika wa Bwana akashuka. Kwa vifungo vingi vinafunguliwa wakati wa usiku. Unataka kutoka kwenye vifungo, unataka kupambana na maadui ambao wameinuka, unataka kupambana na watu ambao wamechukua baraka zako, basi nakwambia usiku ndio usiku mzuri zaidi wa kuweza kupambana, kwa sababu adui huwa anapanda magugu wakati wa usiku, adui anapanda uharibifu wakati wa usiku. Kwa usiku watu wakiwa wamelala ndio muda ambao mawakala wa shetani na wachawi na wakuu wa anga na wakuu wa giza wanapofanya uharibifu kwa watu.
Mahusiano makubwa ya watu yameharibiwa, watu wengi wamerogwa, watu wengi wameingiziwa roho za uharibifu wakati wa kulala. Kwa unapokuwa umelala, kuna watu wanaingiziwa pressure, kuna watu wanaingiziwa magonjwa ya ajabu kwa sababu ya kulala. Kwa usiku hata, na ndio maana hata wezi pia wanatumia usiku kwa ajili ya kuiba. Vivyo hivyo hata adui shetani anatumia mbinu hiyo kwa ajili ya kuharibu hatima za watu. Nataka nikutie moyo, jitahidi sana na ujipe nguvu na jipe assignment binafsi katika kuamka usiku. Vita yote unapokuta imeinuka, amka muda mzuri tu wa usiku, akili yako imetulia, moyo wako umetulia, tafakari, pambana vita wakati wa usiku. Adui ameharibu watu wengi wakati wa usiku. Watu wengi wamepandiwa uharibifu wakati wa usiku. Watu wengi wameharibiwa hatima zao wakati wa usiku. Watu wengi wamekufa wakati wa usiku kwa sababu ndio adui alipotumia hiyo mbinu kuweza kuwatoa kwenye nafasi zao na mwisho wa siku kuingiza roho za uharibifu. Nikutie tena moyo kwa mara nyingine, wewe ambaye umekuwa kila wakati unapata changamoto wakati wa kuamka usiku, inawezekana inakuwa ni changamoto kuomba, lakini nataka nikwambie mbinu moja hapo. Unapoamka usiku, tafuta tu hata wimbo fulani hivi, weka kwenye kifaa chako. Kama unaweza kuimba basi wimbe kwa muda mrefu. Ukimaliza hapo, kama ni mwimbaji mzuri wa tenzi za rohoni, chukua tenzi yako ya rohoni. Ukishachukua tenzi za rohoni, basi imba wimbo ambao unaona kabisa unafanya nini, na baada ya hapo utengeneze moyo wako ya kwamba nitaomba. Ukiwaambia moyo wako nitaomba, maana yake utaufanya moyo uzoee, na Roho Mtakatifu ni mwaminifu, atakuwa anakupa nguvu siku hadi siku, na utajikuta umekuwa ni mtu mzuri zaidi ambaye unaweza kuamka usiku na ukaleta madhara kwenye ulimwengu wa roho. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Nina imani yangu ya kwamba utachukua hatua na kuanza kufanya vitendo kuanzia sasa, na mwisho wa siku utakuwa na mtu mwingine kabisa kwenye ulimwengu wa roho. Unataka kushinda vita iliyoinuka juu yako, amka usiku. Unataka kukomboa hatima, amka usiku. Unataka kujua siri za ufalme wa Mungu, amka usiku. Unataka kujua namna ya kutafakari na kuona majibu juu ya kile jambo ambalo unalitafuta, amka usiku. Unataka kupambana vita na adui shetani, amka usiku. Unataka kuombea watu ambao wanapitia kwenye changamoto, amka usiku. Mungu wa mbinguni akubariki sana, na neema ya Bwana iwe juu yako.